Jina naitwa Hezron Mato, ni mratibu wa muziki katika kanisa la Waadventista wa Sabato Ililika. Mahali hapa tuko katika kanisa la Waadventista wa Sabato Mawe Meru, katika programu ya pekee ambayo imeandaliwa na idara ya muziki kupitia ushirikiano wa makanisa haya mawili, kanisa la Waadventista wa Sabato Ililika pamoja na kanisa la Waadventista wa Sabato hapa Mawe Meru. Na programu hizi za Msifuni Bwana kwa nyimbo zinafanyika kila mwisho wa mwezi. Tunakutana na kumsifu Mungu wetu kwa njia ya nyimbo. Katika programu hizi zimelenga kuwakutanisha kwaya tofauti tofauti kutoka maeneo tofauti tofauti, lakini pia tutakuwa na kwaya za watoto, lakini pia tutakuwa na kwaya za watu binafsi, makundi binafsi kwa maana ya waimbaji binafsi. Ikumbukwe ya kwamba Mungu ameweka karama ya sauti katika vinywa vya watoto wake, lengo kubwa ikiwa ni kumtukuza yeye kwa njia ya nyimbo, lakini pia kwa kazi maalum ya kuongoa roho. Na hivyo huduma hii ya muziki kanisani inakuletea programu ya pekee sana ambayo tunapata muda wa kumtukuza Mungu wetu kwa njia ya nyimbo. Programu hizi ambazo zinafanyika kila mwisho wa mwezi zinafanyika kwa ajili ya kuleta sifa na utukufu mbele za Mungu kwa njia ya muziki. Na hivyo ungana nasi katika programu yetu ya pekee. Na siku hii ya leo tuko pamoja na kwaya ya kanisa ya Mawe Meru, kwaya ya kanisa ya Ililika, kwaya ya vijana ya Mawe Meru, lakini pia tutakuwa na kwaya ya watoto pamoja na waimbaji binafsi. Nikualike kwa namna ya pekee sana uweze kushirikiana nasi katika kumtukuza Mungu wetu kwa njia ya uimbaji katika programu hizi. Programu hizi zinarushwa pia moja kwa moja kwa njia ya mitandao yetu ya kijamii. Katika mtandao wa YouTube utaweza kutuona live kupitia Blessed Media ambao watakuwa live, lakini pia kupitia YA Nyarugusu Media, lakini pia kupitia Ililika SDA Church. Tutakuwa live hapo katika mtandao wetu wa YouTube. Kwa hivyo nenda pale, like, share, subscribe, comment pia. Ni watakie usikilizaji mwema na utazamaji mwema katika kipindi hiki maalum cha Msifuni Bwana kwa nyimbo. Njooni tumsifu Mungu wetu kwa nyimbo. Kabla hatujafungua program zetu hizi, nimkaribishe mzee wetu, rafiki yetu Baruku Nduguye kwa ajili ya kutupatia rasmi ombi, na baada ya hapo nitawakaribisha presenters kwa ajili ya kutuongoza kumsifu Bwana kwa nyimbo. Njooni tumsifu Mungu wetu kwa nyimbo. Tufumbe macho tuombe. Baba yetu na Mungu wetu mtakatifu, asante kutuletea vipindi hivi. Ni vipindi ambavyo ni adimu, lakini sisi tunapata kwa urahisi. Baba, tunaomba tuongoze mwanzo wa vipindi hivi mpaka mwisho wa vipindi hivi vinapoendelea, kwa jina la Yesu, amena. Asante ndugu na mpendo wetu, ndugu Hezron Mato, mkurugenzi wa muziki kutoka kunako kanisa la Waadventista Sabato huko Ililika. Na kipindi hewani ni Msifuni Bwana kwa nyimbo, ikiwa ni Machi ya 2025. Kipindi chetu pendwa na kizuri kitakuwa na awamu tatu. Itakuwa na awamu ya kwanza, la kadhalika awamu ya pili, na tukimalizia kunako awamu ya tatu. Katika awamu ya kwanza tutabarikiwa na waimbaji wa Ililika wakiwa na wimbo unaosema Wakristo imbeni. Lakini pia kikosi cha kazi, hii ni nyimbo ambayo italetwa kwenu na kwaya ya YA Mawe Meru. Lakini paza sauti, hii italetwa kwenu na kwaya ya Mawe Meru SDA Church. Lakini muimbaji wetu binafsi ndugu Charles Juma, yeye atakuja kutufungia katika awamu ya kwanza na wimbo unaosema sioni papumziko. Hivyo endelea kwa pamoja nasi na tuendelee kubarikiwa na Bwana. It's 17:24. Madam.
tuziimbe kwenye enzi na utukufu Nafasi ya pili wakiwa wamesimama kwaya ya YA kutoka kanisa la Waadventista wa Sabato Mawemelu, huku nikiwaandaa katika nafasi ya tatu sauti paza sauti, hii ikiletwa na Mawemelu kwaya. Hivyo endelea kwa pamoja nasi na uendelee kutufuatilia. Kama wewe unayetufuatilia katika mitandao ya kijamii, tunapatikana kama Bless Media. Pita katika peji hiyo, acha comment, share, like, nasi tutapita na ujumbe wako. Amina, nazidi endelea kubarikiwa na Bwana. Kanisa la Mungu la nyakati za mwisho, ubaridi wala umoto bali uvuguvugu. Matendo yako hayafanani na mwonekano wako. Tu leo Yesu amesimama mlangoni anabisha. Laodikia, kanisa la Mungu la nyakati za mwisho, Kristo wa leo, rafiki mpendwa.
mingi humo kanisani umejificha. Washiriki mambo matakatifu waonekana wema. Uasherati pia na uzinzi vimeshakutawala. Uchawi wako usipoutubia mbingu utaikanyaga. Kwa miaka mingi humo kanisani umejificha. Washiriki mambo matakatifu waonekana wema. Uasherati pia na uzinzi vimeshakutawala. Uchawi wako usipoutubia mbingu utaikanyaga. Mkristo wa leo, rafiki mpendwa wa Mungu watamani, wa shetani hukosi. Matendo yako yanashangaza, japo wajiita Mkristo. Tubu leo mpendwa, usipotoa Bwana atakutapika. Mkristo wa leo, rafiki mpendwa wa Mungu watamani, wa shetani hukosi. Matendo yako yanashangaza, japo wajiita Mkristo. Tubu leo mpendwa, usipotoa Bwana atakutapika. Mkristo wa leo, rafiki mpendwa wa Mungu watamani, wa shetani hukosi. Matendo yako yanashangaza, japo wajiita Mkristo. Tubu leo mpendwa, usipotoa Bwana atakutapika. Nafasi ya tatu hiyo tukimalizia, tunaelekea kunako nafasi ya 4. Hawa si wengine bali ni Adventure kutoka katika kanisa la Waadventista wa Sabato huko Ililika. Sasa wanakuja kwetu na wimbo mzuri na mtamu unaosema furaha na raha. Endelea kwa pamoja nasi. Nikizidi kuwakumbusha tu kwamba tunapatikana kunako mitandao ya kijamii huko YouTube kama Blessed Media. Endelea kwa pamoja nasi, nafurahia na ninatamani kuendelea kupata jumbe zenu mbalimbali zenye kumtukuza Bwana. Tuendelee kuwa pamoja. Mungu atubariki.
Furaha na raha tutapata. Haijalishi unapitia changamoto kiasi gani, haijalishi unapitia magumu kiasi gani, furaha na raha tutapata pale Yesu atakaporudi. Ni wimbo wa watoto kutoka kunako kanisa la Waadventista wa Sabato huko Ililika, ndio wakiwa wanakamilisha katika awamu ya kwanza nafasi ya 4. Naam, tukae tayari na tuendelee kuwa pamoja tukiendelea kubarikiwa. Na sasa katika awamu ya kwanza tunaenda kufungiwa na ndugu Charles Juma. Karibu na Mungu azidi kutubariki. Sioni mapumziko, nikimbilie wapi? Sioni pa kushika, giza limetanda. Najua siku yaja, yote yatakomeshwa. Yesu atafuta machozi yangu mimi. Oh, ni Yesu amebaki rafiki mwaminifu, kwake nitajificha daima. Chukua vyote kwangu, niachie Yesu tu. Siku ikifika nilale. Oh, ni Yesu amebaki rafiki mwaminifu, kwake nitajificha daima. Chukua vyote kwangu, niachie Yesu tu. Siku ikifika nilale. Sioni mapumziko, dunia chungu kwangu. Mauti mbele yangu, siku ikifika. Sioni pa kushika katika dunia hii. Nasubiri wokovu wangu mimi. Oh, ni Yesu amebaki rafiki mwaminifu, kwake nitajificha daima. Chukua vyote kwangu, niachie Yesu tu. Siku ikifika nilale. Oh, ni Yesu amebaki rafiki mwaminifu,
kwake nitajificha daima. Chukua vyote kwangu, niachie Yesu tu. Siku ikifika ni Yesu amebaki rafiki mwaminifu, kwake nitajificha daima. Chukua vyote kwangu, niachie Yesu tu. Siku ikifika nilale. Siku ikifika nilale. Siku ikifika nilale. Siku ikifika nilale. Oh, hallelujah. Amina, amina. Sioni pa pumziko, sioni pa kushika, giza limetanda. Amina. Ni Yesu amebaki rafiki mwaminifu, kwake nitajificha. Amina. Ni maswali na majibu yamepatikana kutoka katika wimbo wa ndugu na mpendo wetu Charles Juma. Huyu ndo atakuwa akitufungia kunako awamu ya kwanza. Ndugu Charles Juma, nikusii tu na nikutie moyo, unaendelea kuwa pamoja nasi. Hii ni awamu ya kwanza, huku nikimkaribisha na kumtangulia MC na presenter atakayesimama kunako awamu ya pili. Ulikuwa nami kunako awamu ya kwanza, ndugu Gerald Elisha. Endelea kuwa pamoja nasi na Mungu azidi kukubariki. Karibu sana MC namba 2. Amina. Hivyo hivyo tunazidi kubarikiwa kutokea kanisa la Waadventista wa Sabato Mawimelu. Tumetoka kubarikiwa naye kaka pendwa kabisa Chazi ametusi kwamba chukua yoyote umwachie Yesu. Muda huu tena tunaendelea, na napenda kuwakaribisha kwaya pendwa kutoka hapa kanisa la Mawimelu, wanao wimbo unasema imani. Mpendwa mtazamaji unayetufuatilia, kaki umakini kwaya itakapoanza kusema maneno kutoka kwenye uimbaji, tubarikiwe sote. Asanteni, karibuni sana. Kanisa la Mungu lilianzia bustanini Edeni. Mungu mwenyewe ndiye alilianzisha. Washiriki wake Adam na Eva, hao ndio walikuwepo. Mungu mwenyewe ndiye aliwaumba kwanza. Kanisa la Mungu lilianzia bustanini Edeni. Mungu mwenyewe ndiye alilianzisha. Washiriki wake Adam na Eva, hao ndio walikuwepo.
likitikisa, bado kanisa litasimama. Kanisa la Mungu japo limepita kwenye nyakati mbalimbali, Mungu amekuwa akilishikilia, limesalia likizishika amri zake Muumbaji na ushuhuda wake Mwokozi wetu. Kanisa la Mungu japo limepita kwenye nyakati mbalimbali, Mungu amekuwa akilishikilia, limesalia likizishika amri zake Muumbaji na ushuhuda wake Mwokozi wetu. Limejengwa juu ya mwamba, mwamba huo ndiye Yesu. Ruba zitalitikisa, bado kanisa litasimama. Limejengwa juu ya mwamba, mwamba huo ndiye Yesu. Ruba zitalitikisa, bado kanisa litasimama. Limejengwa juu ya mwamba, mwamba huo ndiye Yesu. Ruba zitalitikisa, bado kanisa litasimama. Amina. Tuwapatie amina waimbaji kutoka kanisa la Maumelu. Wanasema kanisa limejengwa juu ya mwamba, hata kama dhoruba ziweje, kanisa litatikisika. Bwana wabariki kwa ujumbe mzuri Maumelu. Lakini pamoja na hayo yote, napenda kuwanyanyua vijana wao kutoka kanisa hili AY Maumelu, watakuja kutubariki nao wimbo mzuri unaosema ndoa. Tuendelee kutufuatilia, huenda wewe ndoa yako ina nini. AY wanao ujumbe. AY karibuni.
Amina. Amina. Tumebarikiwa na wimbo kutoka kwa kwaya ya AY Maumelu, wanasema ndoa ni upendo. Tukizingatia hayo tutabarikiwa. Nitawanyanyua tena kwaya kutoka pale Ililika, wanao wimbo mzuri unatubariki, nao unasema tumepewa utume. Utume. Ililika watatubariki kwa huo wimbo. Ililika, karibuni. Amina. Kutoka kwao Ililika, utume ndio huo, tutakwenda kwa nguvu ya Mungu. Amina. Napenda kuwakaribisha tena watoto wazuri
wana wimbo wanakuja kutubariki watoto kutoka Iringa. Shidani mwangu nilimwita Bwana akanijibu, miguuni pake nitatulia, salama yangu ikwake. Shidani mwangu nilimwita Bwana akanijibu, miguuni pake nitatulia, salama yangu ikwake. Napaza sauti yangu kumtukuza Muumbaji, kwa maana fadhili zake ni za milele. Napaza sauti yangu kumtukuza Muumbaji, kwa maana fadhili zake ni za milele. Napaza sauti yangu kumtukuza Muumbaji, kwa maana fadhili zake ni za milele. Kwa maana fadhili zake ni za milele. Kwa maana fadhili zake ni za milele. Amina. Kwa watoto kutubariki wimbo mzuri, fadhili za Bwana ni za milele. Nitakwenda kumkaribisha mwimbaji Winifrida Wilibet, anao wimbo unasema asante Bwana. Tumsikilize Winifrida, karibu.
Ametubariki na wimbo, lakini sasa anaenda kuwanyanyua waimbaji tuimbe pamoja. Wanao wimbo mzuri unasema mfalme wetu. Tusikilize maneno mazuri kutoka kwenye wimbo wa waimbaji hawa unaowaona hapa wamekusanyika katika kanisa la Maumelu. Ni waimbaji kutoka Ililika pamoja na Maumelu hapa tulipo. Tunashukuru wewe mtazamaji unaendelea kutufuatia kwenye mitandao yetu. Karibu, endelea kwa pamoja nasi, vipindi bado vinaendelea. Asante, endelea kutufuatilia. Mfalme wetu atuita bandara ya miba, kweli tokeo la fahari, Bwana ajapo, Bwana ajapo.
Bwana akija, Bwana ajapo, Bwana ajapo, itakuwaje na sisi Bwana akija? Itakuwaje na sisi Bwana ajapo, Bwana ajapo, ndugu, Bwana ajapo, itakuwaje na sisi Bwana akija? Bwana ajapo, ndugu, Bwana ajapo, itakuwaje na sisi Bwana akija? Bwana ajapo, ndugu, Bwana ajapo, itakuwaje na sisi Bwana akija? Mfalme utupe neema, sisi tunapokungojea, tusiogope kukuona ujapo Bwana. Bwana ajapo, ndugu, Bwana ajapo, itakuwaje na sisi Bwana ajapo? Bwana ajapo, ndugu, Bwana ajapo, itakuwaje na sisi Bwana akija? Amina. Mbarikiwe waimbaji kutupatia maneno mazuri yenye kutia moyo. Mfalme anakuja, Bwana anakuja, itakuwaje na sisi? Tafakari maisha yako, itakuwaje mfalme anapokuja? Jiandae kumlaki pamoja na familia yako. Amina. Tunaendelea kubarikiwa. Kipindi hiki kinabariki watu wengi. Tumepata ujumbe hapa kutoka kwa Isaya Chacha. Yeye anasema kwa kweli nimebarikiwa na kipindi kinachoendelea. Bwana akubariki huko uliko. Endelea kutufuatilia na sisi tutawajuza komenti yako na ujumbe wako unaotutumia. Amina. Kipindi hiki nafasi ya pili ulikuwa naye Neema Jonas, lakini pamoja na yote kipindi kinaendelea. Nitamkabidhi mwenyekiti mwingine, ataendelea na nafasi ya kipindi cha tatu. Bwana akubariki. Kaa pamoja na sisi. Enye falume za dunia, mwimbieni Mungu, msifuni Bwana kwa nyimbo. Naam, ni
mwendelezo wa kipindi kizuri cha Msifuni Bwana kwa nyimbo, ikiwa tupo katika kanisa la Waadventista wa Sabato hapa Mawe Meru katika mtaa wetu wa Nyarugusu. Na ni katika kipindi cha sehemu ya tatu, awamu ya tatu, na utakuwa nami Majaliwa Mathayo Samueli nikikupasha ni kipi ambacho kinaendelea katika awamu ya tatu. Ndani ya awamu hii tutakuwa na nyimbo 4 ambazo zitaweza kutubariki katika kipindi hiki cha Msifuni Bwana kwa nyimbo. Na kwaya ya kwanza ambayo itatubariki ni YA Mawe Meru. Hawa wanakuja na wimbo unaosema ametenda maajabu. Lakini pia kwaya nyingine ambayo itatubariki baada ya YA Mawe Meru ni kwaya ya Irilika SDA, na wao wamekuja na wimbo usemao amenitakasa. Na wimbo mwingine utaletwa na kwaya ya kanisa Mawe Meru, yani Mawe Meru SDA, wanakuja na wimbo usemao uwakili. Naam, endelea kuwa nasi katika mitandao yetu ya jamii kupitia katika akaunti ya kanisa la Waadventista wa Sabato Irilika, lakini pia YA Nyarugusu utatupata pale live. Usisahau pia kucomment, kushare na kulike. Naam, tuache YA Mawe Meru waweze kutubariki na wimbo usemao ametenda maajabu. Naam, endelea kubarikiwa na kipindi hiki, usisahau kucomment na kulike. Siwezi kueleza ametenda maajabu, nami siwezi kueleza ametenda maajabu. Oh, haleluya. Siwezi kueleza, siwezi kueleza, siwezi kueleza, siwezi kueleza ametenda maajabu, nami siwezi kueleza ametenda maajabu. Siwezi kueleza, siwezi kueleza, siwezi kueleza, siwezi kueleza ametenda maajabu, nami siwezi kueleza ametenda maajabu. Atakuja duniani ili atuchukue, tukaishi kwa furaha, tukaishi kwa furaha. Atakuja duniani ili atuchukue, huyu ni mtenda maajabu.
ametenda maajabu. Siwezi kueleza, siwezi kueleza, ametenda maajabu, nami siwezi kueleza, ametenda maajabu. Bwana Yesu amenitakasa dhambi zangu zote, dhambi zangu zote. Nina furahi kwa pendo lake, amenitakasa, amenitakasa, amenitakasa. Nitamwimbia milele na furahi moyoni mwangu, amenitakasa. Dhambi zangu zilinilemea, alinitakasa, sasa kwake naleta mizigo, amenitakasa. Roho yangu haina hukumu, amenitakasa, amenitakasa, amenipa amani ya kweli, amenitakasa, amenitakasa, amenitakasa. Nitamwimbia milele na furahi moyoni mwangu, amenitakasa. Njoo kwake Yesu akuhitaji, atakutakasa, atakutakasa, atakupa furaha ya kweli, atakutakasa, amenitakasa, amenitakasa. Nitamwimbia milele na furahi moyoni mwangu, amenitagasa.
Dhambi zangu zimenilemea, amenitakasa, amenitakasa. Hao ni waimbaji wa kwaya ya Waadventista wa Sabato Iririka. Ni kwaya ambayo imesheheni wazee wa kanisa wote watatu katika kwaya hiyo ya Iririka. Natumaini ya kwamba utakuwa umebarikiwa na wimbo huo kutoka kwa kanisa la Waadventista wa Sabato Iririka. Na sasa ni mwendelezo wa awamu ya 3 ambapo sasa waimbaji wa Mawe Meru SDA watasimama na kuweza kutubariki. Lakini pia nikiendelea kukukumbusha, unaweza kutupata live kabisa katika mitandao yetu ya kijamii kupitia akaunti ya YA Nyarugusu, lakini pia akaunti ya kanisa la Waadventista wa Sabato Irilika, lakini pia akaunti ya YA Mawe Meru. Unaweza kutupata live kabisa pamoja na Blessed Media, na wao pia unaweza kutupata kupitia akaunti hiyo. Naam, sasa nawaleta kwenu waimbaji wa kwaya ya Mawe Meru SDA waweze kutubariki kwa wimbo wa wakili. Je, wewe ni wakili mwaminifu? Naam, tuwasikilize waimbaji wa kwaya ya Mawe Meru. Sauti ya Bwana yasikika ikiita, nani atakwenda aifanye kazi yake Mungu? Mavuno ni mengi, watenda kazi ni wachache. Sikia sauti yake Bwana inapokuita. Sauti ya Bwana yasikika ikiita, nani atakwenda aifanye kazi yake Mungu? Mavuno ni mengi, watenda kazi ni wachache. Sikia sauti yake Bwana inapokuita. Mavuno ni mengi, watenda kazi ni wachache. Sikia sauti yake Bwana inapokuita. Mimi niko tayari kuondoka, nitakwenda popote na huyu Yesu. Sauti ya Bwana nimeisikia, niko tayari kutumika na familia yangu. Mimi niko tayari kuondoka, nitakwenda popote na huyu Yesu. Sauti ya Bwana nimeisikia, niko tayari kutumika na familia yangu. Inuka mpendwa, usikawie kawie, kazi ya Injili ifanyike kungali mchana. Usiku karibu, asiyeweza yeyote kuifanya kazi ya Injili. Ndugu, changamka. Inuka mpendwa, usikawie kawie, kazi ya Injili ifanyike kungali mchana. Usiku karibu, asiyeweza yeyote kuifanya kazi ya Injili. Ndugu, changamka. Usiku karibu, asiyeweza yeyote kuifanya kazi ya Injili. Ndugu, changamka. Mimi niko tayari kuondoka, nitakwenda popote na huyu Yesu. Sauti ya Bwana nimeisikia, niko tayari kutumika na familia yangu. Mimi niko tayari kuondoka, nitakwenda popote na huyu Yesu.
Malaika ikiita, nani atakwenda aifanye kazi yake Mungu? Inuka mpendwa, usikawie kawie, kazi ya Injili ifanyike kungali mchana. Ni katika dunia yenye giza. Dunia sasa imejaa vurugu kila pande. Dunia ambayo kila sehemu ni vilio. Dunia ambayo vita vimekithiri katika nchi mbalimbali. Hakuna sehemu ambapo tumaini utalipata. Lakini tumaini kuu ni kukaa na Yesu katika maisha yako. Tumaini langu na ninatumaini na kwamba na wewe ni tumaini yako kukaa na Yesu katika maisha yako. Naam, waimbaji wamekuja na wimbo usemao kaa nami ni usiku tena, usiniache gizani Bwana. Naam, wasikilize waimbaji hawa wa umoja wa makanisa yote haya mawili waweze kukubariki. Ikiwa sasa tunaviendea vilele vya misho ya msifuni Bwana kwa nyimbo. Usiku tena
Enyi falume za dunia, mwimbieni Mungu, msifuni Bwana kwa nyimbo. Natumaini ya kwamba mpendwa msikilizaji, na wewe ambaye ulikuwa ukitufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii, utakuwa umebarikiwa sana na kipindi hiki cha msifuni Bwana kwa nyimbo. Na ulikuwa nami Majaliwa Mataso Mwili katika kipindi hiki cha awamu ya 3. Napenda sasa nikukaribishe katika Ijumaa ya mwisho ya mwezi wa 4 katika mwaka huu 2025. Kufikia hapa sina cha ziada. Karibu Ijumaa ya mwezi wa 4, na ninarudisha usukani kwa kaimu wa mtaa aweze kutupatia ombi pamoja na matangazo. Naam, barikiwa, tukutane Ijumaa ya mwezi wa 4. Niwaalike tusimame tupate kuomba. Baba mwema wa mbinguni, tunakushukuru jioni hii ambayo ni jioni ya pekee kwa ajili ya programu ya kukusifu kwa nyimbo. Baba, pale ambapo tumefanya sawa sana mapenzi yako, jina lako litukuzwe. Lakini zaidi sana tuongezee vipaji na vipawa zaidi kwa ajili ya kukuimbia wewe. Muda huu sasa tunahitimisha ratiba hizi. Tunaomba sasa endelea kutulinda na kututunza, lakini endelea kutusaidia tuandae ratiba ya Ijumaa nyingine tena. Asante Bwana, maana utakuwa pamoja nasi. Wapo wenzetu kanisa la Ililika tumeungana nao katika programu hii kwa kanisa hili. Baba, wanaporudi majumbani kwao, utembee nao, walinde na kuwatunza. Asante Bwana, maana yote yanawezekana kwako. Tumeomba kwa jina lako Yesu, amina. Asante sana, na hivyo ndivyo tunavyohitimisha kunako awamu ya 3. Na leo nipenda tu kukukumbusha kwamba ulikuwa na jumuiko wa kwaya zipatazo. Hawa walikuwa ni Ililika kutoka kunako kanisa la Waadventista wa Sabato Ililika, kwaya ya kanisa. Lakini kadhalika kwaya ya watoto pia Ililika ulikuwa nao pamoja live mubashara kabisa, ukiwapata kunako akaunti zetu za Bless Media, AY Nyarugusu. Kadhalika pia amina. Naam, pia kadhalika no, dada Nemo, unaweza ukatufahamisha kwaya ya 3 ilikuwa ni kwaya gani? Kwaya ya 3 tulikuwa na kwaya kutoka hapa Maomelu, kwaya ya kanisa. Kwaya ya kanisa, lakini pia bila kuisahau kwaya ya vijana kutoka hapa Maomelu. Tuendelee kuwa pamoja, nani kukaribishe na kukuandaa. Vipindi hivi vitakuwa na kawaida ya kuruka kila upatapo mwisho wa mwezi, yani Ijumaa ya mwisho wa mwezi. Vipindi hivi utavipata live mubashara kabisa. Ni matatizo tu ya kiufundi yaliyopelekea kutoluka kwa siku ya jana, na hivyo kupelekea kutupata kwa siku ya leo ya Jumamosi. Amina. Naam, ni Sabato tulivu. Tuendelee kuwa pamoja nasi na tukiendelea kubarikiwa na Bwana, na Mungu azidi kutubariki. Amina, tubarikiwe sote. Basi tutasikiliza matangazo kutoka kanisa la Mawemeru. Pia washiriki wa kanisa la Ililika pia mtapata matangazo kutoka kwa mzee wa kanisa.